الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Si vinginevyo wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muhadhara wangu wa mwisho wa kumalizia, tutazungumzia fadlu mashu ras li akhika, fadhila za mtu kupangusa kichwa cha ndugu yake au kichwa cha mwenzake. Fadhila za kupangusa kichwa cha mwenzako. Mfano, Sheikh Haruna, njoo nikufanyie mfano. Anaweza ukawa ni mfano. Huyu ni mwenzangu, tukakutana labda tukakumbatiana, tukafanya muanafa, lakini tukampangusa kichwa chake. Kuna fadhila zipo nyingi za kufanya hivyo. Ndio hili ambalo tutalizungumzia kwa wakati huu. Ndugu zangu katika imani, imekuja katika kisa cha mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba huyu yaonekana si mtu maarufu sana katika zama zetu hizi. Anaitwa Abu Mahdhura. Abu Mahdhura radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu sahaba kana Abu Mahdhura min ahsani nasi sautan. Abu Mahdhura alikuwa ni katika watu wenye sauti nzuri sana. Wa kana yastahzi'u bil adhan, lakini alikuwa anafanya istihzai na adhana. Adhana ikitolewa na mwenyewe anaigiliza vile anavyotoa adhana yule muadhin, lakini yeye anatoa adhana kwa istihzai, kwa kuicheza shere, kwamba Waislamu naye wanapiga kelele kila siku mara 5. An tariqi auda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fi tariqi auda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min ghazwati Hunain. Siku moja wakati Mtume ametokea katika vita vya Hunain akiwa anaelekea Madina, wa Abu Mahdhura al-Jamahi shaban yafi'an wa lam yakun qad aslama ba'd. Na Abu Mahdhura wakati ule alikuwa ni kijana aliyekuwa amepevuka, hajasilimu bado. Indama rafa al-muadhdhin sallallahu alayhi wasallam, rafa muadhdhin nabii sallallahu alayhi wasallam al-adhana lis-salah. Muadhdhin wa Mtume alipokuwa akinyanyua adhana kwa ajili ya swala, qama Abu Mahdhura ma'a majmu'atin min ashabi. Abu Mahdhura na mwenyewe anasimama pamoja na jamaa zake waliokuwa naye katika wale vijana, kile kikundi, muhakatu sautul muadhdhin, wakiigiliza sauti ya yule aliyeadhini.
wanaigiliza sauti ya yule aliyeadhini. Wa taqliduhu ala sabili sukhriya wal istihza, wanamuigiliza kwa kumcheza shere na kumfanyia istihzai. Akitoa adhana Allahu akbar Allahu akbar, na wenyewe kule wanasema kule Allahu akbar Allahu akbar, wanamuigiliza. Siku moja iltaqa bin nabii sallallahu alayhi wasallam, alikutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mtume ametokea katika vita vya Hunain. Alipotoa adhana muadhin, na wenyewe wakatoa adhana hawa vijana wakimcheza shere yule muadhin. Fasami'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam sautahu jahuran wa jamila, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaisikia sauti ya Abu Mahdhura. Ni sauti ambayo inasikika mbali, ni jauhari saut, ana sauti ya juu, lakini sauti yake ni nzuri sana, sauti yake ni nzuri mno. Fa amara bijalabihim ilayhi, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha wale vijana wakamatwe, waletwe mbele yake. Wakafukuzwa, wakakamatwa, wakiwa wanauoga mwingi kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ataenda kuwaadhibu, atawachapa viboko, atawapiga, labda watarushwa kichura na mfano wake, wakifikiri kwamba wataenda kuadhibiwa mno na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa badala min muaqabatihim au i'damihim, badala ya mtume kuwaadhibu au kuwaua, kwa sababu kulikuwa na uwezekano hata wa kuchinjwa na wakauawa, talaba minhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ay ya'dhanu wahidan, bimaana ya'dhanu nubatan nuba. Bwana mtume akawataka kila mmoja atoe adhana, akitafuta sauti aloisikia ya mmoja ambaye alikuwa ni jauhari sauti wa ajmalu sauti, akitafuta sauti ya mmoja ambaye ilikuwa ni ya juu na ni nzuri sana, anaitafuta hiyo sauti. Wakatoa adhana mmoja baada ya mwingine. Wa indama jaa dauru Abu Mahdhura, kila akitoa adhana mtume anamwambia kaa pembeni, yuadhin wa yujalisuhu fil janib, anatoa adhana anakalishwa pembeni, anatoa adhana anakalishwa pembeni. Ikaja dauru ya Abu Mahdhura. Wa indama jaa dauru Abu Mahdhura wa adhana, alipokuja Abu Mahdhura zamu yake akatoa adhan, alima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu huwa sahibu sautul jamil, bwana mtume akajua ndio huyu mwenye sauti nzuri, huyu ndio mwenye sauti nzuri huyu. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alichokifanya kwa Abu Mahdhura, wa huwa yartaish makhafata al-iqab, Abu Mahdhura anatetemeka akiogopa kuadhibiwa. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam masaha ra'sahu bilbaraka wa adnahu sallallahu alayhi wasallam minhu wa nazaa imamatahu, bwana mtume akamuondoshea kile kilemba chake alikuwa amejifunga kichwani, akamuondoshea kilemba kilichokuwa wapi? Kichwani. Simama shekhe, wewe una upara kama wa kwangu hapa, njoo. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuondoshea kile kilemba, njoo, akamtolea kile kilemba chake namna hii, kisha akampangusa kichwa chake namna hii. Baada ya kufanya hivyo, baada ya kumfanya hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma masaha biyadihi sharifa ala nasiyati, juu ya kichwa chake, wa sadri, akapitisha mpaka kwenye kifua chake, wadaa lahu bilbaraka qaila, akamuombea kwa baraka akisema, Allahumma barik fihi, Allahumma barik fihi wahdihi lilislam, ewe Allah mbariki Abu Mahdhura na umuongoze katika Uislamu. Dakhala al-iman qalbahu fawran, imani ikaingia moja kwa moja kwenye moyo wa Abu Mahdhura, tayari moyo ukajawa na imani. Alikuwa akimchukia bwana mtume ukweli wa kumchukia, alikuwa akiichukia adhana ukweli wa kuichukia, pale pale moyo ukajawa na imani. Wanataka bishahadatain, akatamka shahada mbili,
ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Akasilimu Abu Mahdhura, akaingia katika Uislamu. Atadiri madha faala birasihi, alifanyaje baada ya kushikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kichwa chake, akalainika moyo wake, akaingia kwenye Uislamu. Lakini kuna kingine alichokifanya Abu Mahdhura, akaazimia azama alla yahliqu ra'sahu tula hayati, akaazimia, mimi kuanzia leo sitonyoa kichwa changu maisha yangu yote. La azilu sha'ran qad masa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaazimia sitoondosha nywele ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezigusa kwa mkono wake. Taziondosha vipi? Akaishi tula hayati, akaishi maisha yake yote bila kunyoa hata unywele mmoja kwenye maisha yake yote. Asema waswara muadhinan rasmiyan li ahli Makkah al-Karim al-Mukarram, akawa ni muadhini maalum kwa watu wa Makkah al-Mukarram, akawa yeye pia ni katika waadhini fil masjidil haram, ndani ya msikiti mtukufu wa Makkah al-Mukarram. Wa min shiddati hubbihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mapenzi yake na kumuadhimisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo Bilali ni muadhini katika msikiti wa Mtume Madina. Abdullah ibn Maktum ni muadhini katika msikiti wa Mtume Madina. Mtume alikuwa na muadhinani fil Madina. Akiwa huo wakati huo Abu Mahdhura ni muadhin katika msikiti wa Makka. Asema aksama Abu Mahdhura alla yahliqa ra'sahu au sha'ara ra'sihi, akaadhimia kuanzia siku ile, akachukua azma, sitonyoa kichwa changu. Allati masahaha biyadi nabii sallallahu alaihi wasallam almubaraka, ambayo Bwana Mtume amegusa kichwa changu kwa mkono wenye baraka. Wa dhalla sha'rahu yanmu tawilan hatta swara idha jalasa yablughu al-ard, nywele zake zikarefuka mpaka akikaa Abu Mahdhura nywele zake zinagusa chini. Yani akikaa kwenye ardhi nywele zake zinarefuka mpaka zinaburutika chini. Ni ndefu kweli kweli za Abu Mahdhura. Hapa watu wataniuliza swali, vipi sasa kuhusiana na rasta? Naona andika hilo, utaniuliza baadaye, sawa? Naona walam yamassu bimusan hatta tufiya fi Makkah al-Mukarram, hajagusa nywele zake kwa kiwembe mpaka akafa akiwa katika mji wa Makka. Amekufa mwaka wa 59 wa Hijiria. Kharaja min Makkah wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madina, yeye ametokea Makka na Mtume ametokea Madina, wamekutana njiani. Yuridu al-ghazw, Bwana Mtume anaenda vitani. Wa Abu Mahdhura indahu ghanamun wa huwa shabu mushrik, Abu Mahdhura yeye anachunga mbuzi zake, ana mbuzi wake anawachunga, ni kijana mshirikina. Wanakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam njiani, ma baina Makkah wal Madina, baina ya Makkah na Madina. Wa maahu sibyatun min al-mushrikin, akiwa pamoja na watoto wa kishirikina. Wa atfalu min kufari Quraish, na watoto wa makafiri wa Quraish. Fanazala sallallahu alayhi wasallam fi wadin wa nazala Abu Mahdhura wa zumalaihi, Mtume ameshuka kwenye bonde fulani na Abu Mahdhura na jamaa zake wameteremka kwenye bonde hilo. Fi wadi thani faatati salatu dhuhur, mara ukaja wakati wa swala ya dhuhuri. Faqama Bilal yuadhin, Bilali akasimama akiwa anatoa adhana li salati dhuhuri, kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Faqama Abu Mahdhura yastahzi'u bihi, bimaana yastahzi'u ala Bilal biadhani. Abu Mahdhura anamfanyia istihzai Bilal bin Rabah kwa adhana aliyeitoa. Dhaka yuadhinu fil ghanami wa dhaka yahtadi lis-salah, mmoja anatoa adhana, wanatoa adhana wawili. Bilali ibn Rabah
Bilali anatoa adhana kwa ajili ya swala ya dhuhuri. Abu Mahdhura anatoa adhana kwenye mifugo yake kwa ajili ya kufanya istihizai, akitolea mbuzi wake adhana. Kaifa yajtamiani baina hadha wa dhaka, vipi zitajikusanya adhana mbili, adhana ya kutolea mbuzi na adhana ya kutolea wanadamu waende kwenye swala? Idhan fantalaqa Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam min warai al-jabal. Ali ibn Abi Talib pamoja na Zubair ibn al-Awwam wakaondoka wakazunguka nyuma ya jabali wakimtafuta Abu Mahdhura kwa kuamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta masakuhu, paka wakamkamata wakamleta mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadihi sharif, akagusa kichwa chake kwa mkono wake mtukufu, ikawa ni sababu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa ni sababu ya kutoa shahada, na ikawa ni sababu ya kuingia katika Uislamu. Huyo ni Abu Mahdhura, akaingia katika Uislamu, akawa ni muadhini wa Mtume katika mji wa Makka, na Bilali pamoja na Abdullah ibn Maktum ni muadhinani li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil Madina. Hawa ni waadhini wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Ndugu zangu katika iman, ma alladhi lana qalba Aba Mahdhura, ni kipi kilicholainisha moyo wa Abu Mahdhura ili hali alikuwa anamchukia mno Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa akichukia mno adhana ile, al-lutfu li Rasulillah, ile huruma aliyoionyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Mahdhura. Hata hakumsemesha chochote zaidi ya ile dua aliyemuombea. Ikawa ni sababu ya Abu Mahdhura kutamka shahada, ikawa ni sababu ya Abu Mahdhura kuwa ni muadhin wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa fawaidu za mashi ras, miongoni mwa faida za mtu kugusa kichwa cha mwenzake ni faida za kuwagusa wale watoto ambayo pengine wamefiliwa na wazazi wao, wamefiliwa na wazazi wao. Hawa kwa jina lingine wanaitwa ni mayatima, wanaitwa ni aitam. Na hii imekuja pia vile vile katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba miongoni mwa faida za kugusa vichwa vya hawa watoto, mashu ra'sul yatim huwa amalu insani, kupangusa kichwa cha mtoto yatima ukakipangusa, kwanza huu ni utu, hilo la kwanza. Lakini pili, ibadatun adhima fil Islam, ni ibada kubwa sana katika Uislamu. Walahu fadailu adhim, na lina fadhila nyingi. Taudu ala alkafili waliyatimi maa abrazuha talyinul qaswata alqalbi, inapelekea baina ya yule anayemlea yule yatima na yule yatima mwenyewe, akipanguswa kichwa na yule mlezi wake, moyo wa yatima unalainika na moyo wa yule aliyemgusa pia unalainika. Lakini pia nailul ajri alazim bilhusuli ala hasanatin fi kulli sha'ra, yule aliyempangusa yatima anapata malipo makubwa katika kila unywele aliyeugusa, anapata thawabu. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa sana, licha ya kwamba unalainisha moyo wa kwako na wa kwake, lakini unapata thawabu wewe mwenyewe, lakini unaingiza mapenzi baina yako wewe na yule yatima. Faida nyingine miongoni mwa taadudu hizo za fawaidu, talinul qalbi wa zawali alqaswa, zawalu qaswat alqalbi, kuondosha ugumu wa moyo, moyo unakuwa ni mlaini. 4, ajrun mudhaaf, malipo yenye kuongezwa ambaye hayana kikomo. Na hii ni kwa hadithi yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pale aliposema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna rajulan shaka ila nabii sallallahu alayhi wasallam qaswata qalba, mtu mmoja akaenda kashtakia kwa Mtume, akamwambia Mtume, mimi moyo wangu umekuwa ni mgumu sana. Utalainika kwa mambo yapi ya Rasulullah? Fa awsahu bimashi ra'si al-yatim, Bwana Mtume akamwambia, nenda ukapanguse kichwa cha yatima ili moyo wako ulainike. Pangusa kichwa cha yatima,
wa it'amul miskin, na ukalishe maskini, yalinu qalbaka, moyo wako utalainika, wa tudrikul ajra wa thawab, na utapata malipo na thawabu. Leo mayatima ni wangapi tumewapangusa vichwa vyao? Na miongoni mwa kupangusa vichwa vyao ni kuwatendea ihsani, kuwanunulia mavazi, mahitajio ya shule, wahalu majarra na mfano wake, vyakula na mfano wake, na kuwalea kama walivyo watoto wako. Siku hizi watu wanaona ni sunna kujenga mashule ya mayatima au vituo vya kulea mayatima. Hii haipo katika dini. Sisi tunaelewana? Mimi sijawahi kuona hadithi inayosema tujenge vituo vya mayatima, lakini Sheikh Abdul Karim, wewe umechukua misahafu miwili mitatu, labda kwenye msahafu wa pili labda kuna dalili inayosema tujenge vituo vya mayatima? Bana, subiria jibu. Hakuna? Au ipo mimi sijaiona? Sheikh Said vipi? Kuna dalili inayosema tujenge vituo vya mayatima, vya kulea mayatima? Hata Qur'ani, hadithi ipo? Sheikh anasema yeye bado hajaifikia. Unaona? Sheria imekuja tuwalee mayatima. Sisi tunaelewana? Tuwalee nini? Kwa nini watu wamechukua jukumu la kuwajengea mayatima shule? Wamechukua jukumu la kuwajengea mayatima mashule na kuwalea, kwa sababu kwenye miji yetu hatuwalei mayatima. Kwenye miji yetu mayatima hawapati haki za malezi, hawapati hanani, hawapati ule utulivu. Wanalelewa kama vichokora, wanalelewa kama wale mapaka chume, wale mapaka wa porini wale. Yaani anaishi mtoto yatima kama vile yuko ugenini. Inafika mahala watu wanaamua bora tuwajengee vituo mayatima kwa ajili ya kuwalea, na tena wakati mwingine kwa ule wingi wasipate hata zile haki zao za msingi. Watu wengine wakajalia ni katika sehemu ya biashara pia, na tutengeneza kituo cha mayatima, basi wakiletewa riziki yao na mimi najipatia humo. Lakini laiti kila mmoja angesimamia hili zoezi la kuwalea mayatima kama anavolea watoto wake. Vile mtoto wako anahitaji kukumbatiwa apate joto la mama, ndivyo yatima anahitaji kukumbatiwa apate joto la mama. Vile yatima anavyohitaji kupanguswa nywele zake apate huruma ya baba, ndivyo mtoto wake anavyohitajia pia vile vile kupanguswa nywele apate huruma ya baba. Tukiyafanya haya, hatuna haja ya kujenga vituo vya mayatima. Vituo vya mayatima tunavyo. Wewe si unaishi na watoto wako? Si una mji wewe? Si wanakula, wanalala, wanavaa, wanakunywa? Sasa hicho si ndio kituo cha mayatima? Au unataka kituo gani kingine? Mlee yatima kama unavolea watoto wako. Ndugu zangu katika imani, hatujasema ni haramu. Tunaangalia akhafu dhararain, madhara mawili: huyu yatima kuhangaika mitaani au kupelekwa katika kituo cha kulea mayatima, angalau apate hata zile huduma za msingi ndogo ndogo. Ikaonekana kama vile kujenga kituo kuna afadhali, kwa sababu wapo wanapata tabu kwenye miji yetu. Unakuta mtoto mpaka anaona kabisa mimi hapa nateswa tu kwa sababu nimefiwa tu. Baba angelikuwepo nisingeteseka namna hii. Lakini pia murafaqatu nabii sallallahu alaihi wasallam bil janna, fil janna, kumlea yatima, kupangusa kichwa cha yatima, utasuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Wewe na mtume utakuwa pamoja peponi. Al-ihsanu ila al-yatim wa mashu ra'si, kufanya wema kwa yatima na kupangusa kichwa chake, bisidqin wa rahmatin, kwa ukweli na kwa huruma, yujibu murafaqatu nabii sallallahu alaihi wasallam fil janna, inakuwajibikia wewe kufufuliwa pamoja na mtume peponi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana wakafilu liyatimi fil janna, mimi na mwenye kulea yatima peponi. Hakadha, ni hivi.
wa ashara biisbi'aihi as-sababati wal-wusta. Bwana Mtume kaashiria kwa vidole vyake viwili, as-sababa kidole cha shahada, wal-wusta na kile cha kati. Mimi namlea yatima ni hivi peponi. Ad-da'mu an-nafsi wal-itminan, unamkomaza yule yatima kinafsi, lakini kumpa utulivu, anatulia. Yu'addu al-mashi ala ra's al-yatim, inahesabika kupangusa kichwa cha yatima. Risalatun atma'aninatun amaliyatun tazidu min shu'uri al-yatimi birriayatin wal aman. Ule ni ujumbe wa kumtuliza yatima wa kimatendo, ambayo anajihisi yule yatima kwamba kweli mimi nalelewa na niko kwenye amani. Mimma yusaidu fi tafrighi mashairi alhuzn, ambayo inamsaidia yule mtoto kuondokewa na hisia za huzuni au al-inkisari au kuvunjika kwa moyo. Wala yatakhallafu fi dirasa wala fi a'mali, mtoto hatorudi nyuma kwenye masomo yake. Kama anasoma, ni mwanafunzi, anajiamini kwamba kumbe na mimi nina mzazi. Hatorudi nyuma kwenye matendo yake, hata kwenye biashara zake anajua nyuma yangu kuna watu ambao wananitizama. Kwa hiyo anatenda akiwa anajua nina mzazi, licha ya kuondokewa na mzazi. Mithluhu ulufun, baada ya kuondoka mzazi kuna wazazi maelfu wananilea nyuma yangu. Kwa hiyo hatojihisi uchungu katika maisha yake. Wa min fawaidi mashu ar-ra's, miongoni mwa faida za kupangusa kichwa cha mwenzako, mashu ra'si zauja au ra'su zauj, kupangusa kichwa cha mume au mume kupangusa kichwa cha mke. Sawa? Umetoka kwenye muhadhara, umechoka, alafu ukafika nyumbani, mke wako kakukaribisha, akakupangusa kichwa kwa kukubusu, akakushikashika namna hii. Unaona? Pole sana mume wangu. Akikupangusa namna hii unahisi raha. Kumbe na mimi ni mwanaume mashallah. Unaona? Kumbe na mimi ni mwanaume mashallah. Katika wanaume na mimi nipo. Si unaelewa? Umewahi kumpangusa lini mke wako kichwa? Hata ile misuko aloisuka, manake amesuka misuko mingi, wakati mwingine amebadilisha utajiju, wakati mwingine ameweka shangazi kaja, wakati mwingine twende kilioni, wakati mwingine jani la mgomba, wakati mwingine pembe la ng'ombe. Unaona? Sasa pamoja na hayo yote, Kilimanjaro ule ni wa kizamani, umepitwa na muda. Unaona? Pamoja na hayo yote hayo, unaona? Pamoja na hayo yote, hata kupangusa kichwa, mke wangu huu msuko mashallah leo mashallah, hii naye hii imetoka hii, ukapangusa namna hiyo, ukata kumbusu hakuna. Hasa imefika mahala mwanamke asuke asisuke kwake ni sawa tu, kwa sababu hata siku moja hajawahi kusifiwa. Yaani na maana hata wewe mwanaume paka leo hujui misuko anayesuka mke wako. Au mnabisha niwasimamishe nianze kuuliza mmoja mmoja, leo mke wako amesuka msuko gani? Pembe la ng'ombe au utajiju au Kilimanjaro mloizoea, labda Kilimanjaro hapa, au mabutu, si unaelewa, kama ya msiba yani. Au mnabisha tusimamishe mmoja mmoja tuanze kuuliza? Unaona? Bali wengine mtu anamwambia sasa, ukiona anaomba pesa na mke wake za kusuka, anamwambia ukiona zinakuchosha si ukanyoe. Unaelewa? Miongoni mwa mapenzi kwenye ndoa ambayo yanaletwa na kupangusana ni kumpangusa mwenzako kichwa chake. Ukapitisha ule mkono wako kwenye ile mistari iliyosukwa namna hii, ukapapasa namna hii, anahisi kama vile kuna buibui anatembea. Unaona? Kama mikono yako hii ambayo imechoka na mavuno sasa hivi inakata, anaona kama vile kuna viwembe vinapita kwenye misuko. Unaona? Akihisi namna hii anasema sasa hapa nina mwanaume, mkono jiwe huu. Unaona? Sasa kama hizi hakuna, maana yake sasa furaha inapungua ndani ya nyumba. Kwa hiyo miongoni mwa furaha katika ndoa ni kumpangusa mwenzako. Sio tu kichwa. Mpanguse paka kwenye mgongo, panguse hata paka kwenye ule mstari wa chini kwenye makalio kule. Atafurahi, ataona kweli na mimi kweli nimeolewa. Unaona? Au na mimi kweli
nimeoa. Sasa wewe mwanaume hujawahi kupanguswa na mke wako, mwanamke hajawahi kukupangusa. Kama mtapangusana ni bahati mbaya. Yaani labda mlikuwa mnapishana bahati mbaya, yani anazuia mkono angalau usije ukampamia vibaya. Ndio akapitisha mkono pale. Ile ni bahati mbaya. Au alitaka kuanguka akiwa amebeba magunzi ya mahindi, basi ukazuia ndio ukagusa kichwa chake. Kwamba mwanamke unapombusu mzazi wako unambusu juu ya kichwa. Sawa? Tumeelekezwa na sheria, mzazi unambusu kwenye nini? Kwenye kichwa. Sawa? Unapombusu ndugu yako unambusu ima kwenye mashavu au kwenye kidevu. Unapombusu mwalimu, sawa, shekhe wako unambusu kwenye mkono. Si unaelewa? Kwenye mkono. Ima kwa juu au kwa chini, lakini kwenye mkono, sawa? Lakini unapombusu mke utambusu kwenye mdomo. Si unaelewa? Wakati huo unambusu kwenye mdomo unapangusa na kichwa chake hapo hivi. Unaona? Unapangusa. Unaona? Unapompangusa namna hii inaleta mapenzi, mawaddatan wa rahma. Mkono mmoja huko kichwani, mdomo huko kwenye mdomo wake unambusu, alafu wakati huo mkono mwingine umepita huku chini kwenye mgongo na karibu na kwenye makalio unapapasa. Hata akienda labda ameenda kuchuma mboga atawahi nyumbani. Ameenda gulioni atawahi nyumbani. Hata wewe mwenyewe ukienda mahala popote utawahi, hauwezi kuchelewa. Si unaelewa? Unampangusa, unaweza ukambusu mpaka kwenye nyayo zake, kwenye visigino. Wewe umewahi kumbusu mke wako kwenye visigino hata mara moja? Si unaelewa? Hii kupangusana kule inaleta mawaddatan wa rahma, ambaye Allah amesema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Mapenzi na nini? Na huruma. Mimi nikuulizeni swali moja tu la kiuzushi. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia matiti ya mwanamke yamekuwa mbele kifuani, hajawa mgongoni? Anaonyesha, kwani hata likiwa huku babuni si anaweza kanyonyesha? Au likiwa huku kwenye mguu chini si anaweza kanyonyesha pia? Hawezi vipi bwana? Yaani wewe unasema ananyonyesha, lakini swala la kunyonyesha hayo ni matokeo baada ya jambo fulani au baada ya kitu fulani. Hayo ni matokeo ya baadaye. Sidhani kama kuna mtu anaenda kuoa ili mke wake aje anyonyeshe. Yupo? Si unanielewa? Swala la kunyonyesha ni matokeo baada ya, si unaelewa? Tena yale maziwa unaanza kuyanyonya wewe kabla ya mtoto wako. Si unaelewa? Umemnyonya wewe kabla ya mtoto wako. Sasa angalau utakapokuwa umemkumbatia mwenzako, yale maziwa yake yatakaa kwenye kifua chako. Si unaelewa? Alafu ukambusu. Hata kama yameshuka, yamelala hivi, yamechoka, lakini lile joto bado lipo pamoja na kuchoka kwake, si ndio? Mkakumbatiana, alafu ukampiga busu, ukampapasa kichwa chake, ukampangusa. Sawa? Hii ndio waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ikitoka mahala sasa hujawahi kumpangusa mwenzako au kumpangusa ni nadira, wakati mwingine anakuambia bwana nahisi homa, kama vile kichwa kinauma, ukamgusa namna hii, ase kweli kama vile kajoto kapo, pole sana, ukampangusa namna hii, homa inaisha shekhi. Homa inakwisha kabisa, yani bila kwenda kununua panado. Sawa? Yani hakuna haja ya kwenda kutafuta paracetamol. Mkono wako unatosha kuwa ni paracetamol. Alafu na pole kwa wingi na busu la mdomoni, anapona, anachangamka, anakuambia mume wangu leo usiende kuchunga, watume watoto wakachunge. Watume watoto wakachunge, maana kuna ajenda nyingine imetengenezwa hapo. Si unaelewa? Ajenda nyingine imetengenezwa. Ndani ya ajenda hiyo mtekelezaji ni wewe na yeye. Ndio haya ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya na Aisha, wanakimbizana kwa kufukuzana, wakioga pamoja bafuni, wakimwagiana maji. Hizo ni ajenda ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kutengeneza yale maisha yetu yaweze kuwa ni mazuri. Leo hii watu wanaishi tu ili mradi. Kwa nini unaishi na mke wako kama unaishi na shangazi alikuja kukusalimia?
Au binamu yako alikuja kukusalimia na siku 2-3 aondoke. Kwa nini unaishi hivyo? Angalau kila siku unatoka kwenda kwenye majukumu yako, unafikia pale mlangoni, mke wako anakupangusa kichwa, anakubusu, anakuambia majukumu mema mume wangu. Anakupangusa kichwa, anakubusu, anakuambia majukumu mema, nakutakia mchana mwema wa majukumu. Na wewe pia unamwambia kazi njema ya malezi mke wangu. Unampangusa, unapitisha mkono wako kichwani, unambusu mdomoni, unapitisha karibu na mgongo, ikiwa wakati huo maziwa yake yako kwenye kifua chako. Hadha wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.